Ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Kichere imetua rasmi mbele ya meza ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ikiwa ni takwa la kikatiba kwamba ifikapo mwezi Machi, kabla ya mwezi wenyewe hujafika ukingoni, ripoti hiyo imekabidhiwa kwake ili kuangazia mwenendo wa hali ya mambo katika mwaka uliopita wa kihesabu. Katika ripoti hiyo, baadhi ya mambo ambayo yameainishwa ni pamoja na kukaguliwa kwa hati 1301. Kati ya hizo, hati moja imekuwa ni hati mbaya, 5 zikiwa ni hati zenye shaka, lakini hati 1295 zikiwa ni safi. Hii ni kudhihirisha kwamba hali ya mambo katika maeneo hayo inaanza kuendelea kuimarika kwa kasi. Kando na hivyo, lakini bado tumesikia hadithi za baadhi ya mashirika yale ikiendelea kutajwa kwamba yamepata hasara na hivyo kuendelea kutia shaka uwekezaji wa serikali. Wakati hayo yote yakiendelea, deni la taifa na lenyewe limefikia trilioni 97.35, lakini CAG anasema deni hilo ni himilivu. Ndicho ambacho tutaketi kujadili ripoti ya CAG kwa siku hii ya leo. Nayekualika naitwa Nordin Selemani. Yangu matumaini siku yako imekuwa njema. Studio tumemwalika Dr. Deogratus Daffy, yeye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi na mtaalamu katika eneo hilo. Karibu sana Dr. Asante sana. Kwema? Tashukuru. Mambo yanasema. Mungu ni mwema. Tuanzie hapa. Naam. CAG amekagua hati 1301. Kati ya hizo tunaambiwa 1 ndio hati mbaya, 5 zenye shaka. 1295 ni hati ambazo zinaridhisha. Hii tafsiri yake, wataalamu kwenye hili eneo wamekuwa mahiri ama kunani? Tafsiri yake ni hiyo. Tumekuwa na ripoti za nyuma zina hati chafu mbaya nyingi zenye mashaka, hati ambazo wameshindwa kutoa mwelekeo wake, kutoa opinion, zinakuwa nyingi. Sasa zinapopungua, maana yake wataalamu wamefanya vizuri katika swala la uandishi. Tuna mambo mawili hapa. Tuna kuandika hesabu zenyewe zimeandikwa sahihi. Lakini kuna kama ambavyo wametoa hizo hasara na vitu kama hivyo. Hesabu ziko sawa, lakini nini kiko ndani ya hesabu ni jambo lingine. Kwa hiyo tunawapongeza wataalamu wa uhasibu kwa sababu sasa tunatengeneza hesabu kwa kutumia kanuni za kimataifa, international, kwamba hizo, kwa hiyo zimetengenezwa vizuri na tuna mifumo kama alivyosema Mheshimiwa Rais kwamba mifumo inatusaidia. Sasa tuondoke kwenye kushindwa kuandika hesabu. Sasa tuje kwenye ndani ya hesabu kuna nini? Naam. Kwa hiyo unaweza wataalamu wakaandika hizi hesabu vyema, CAG akajiridhisha, lakini ndani bado kukaa kuna makoroko. Unaweza ukaandika kama hayo mashirika yaliyopata hasara na hesabu zao sawa, ziko sawa, kwa sababu aliyosema mbaya ni ya halmashauri moja huko. Yale mashirika au hata TANESCO ambao walikuwa na mradi tumeambiwa haupo, hesabu ziko sawa. Lakini performance, kwa sababu mkaguzi mkaguzi huyu ana CAG anakagua kitu kinaitwa performance, utekelezaji. Hii tumejenga hospitali, wagonjwa, dawa taarifa ziko vizuri, wagonjwa wanapata huduma. Nadhani hii ripoti sasa kwa urefu ikisomwa itachambuliwa kwenye hilo eneo pia ambao hakuweza kulisema kwa kipindi kifupi alichokuwa nacho. Kwa hiyo hesabu ni namba moja, tunawapongeza, lakini tunatarajia tupate zaidi ya tarajiwa. Watu wa huduma, wewe ni mtu wa huduma, huduma inafika, wanaopokea huduma kutoka kwako wanaridhika, ndo hayo tunayatarajia tuyaone, lakini inaonekana kuna maendeleo mazuri. Kwa hiyo kwenye swala zima kwanza la kwanza, manake tiki ipo. Ila sasa tutakapoingia ndani ndio tutajua kwa kina. Na hata leo CAG mwenyewe ametoa kwa muktasari kile ambacho kipo, na
kwa upana wake, manake ni pale ambapo atakapokwenda kukabidhi bungeni, alafu atatuambia kilichopo kwenye kinaga ubaga. Tuangalie yale maeneo ambayo ameyasemea leo. Umegusia la TANESCO. Inaonekana kwamba TANESCO inadaiwa kwanza zaidi ya bilioni 238 na IPTL. Kuendelea kwa hili deni la kampuni ambayo kwa uhakika ni kama ilisitishwa naye mkataba hivi. Sasa mchakato wa TANESCO na IPTL unatoka mbali. Unatoka mbali, kama unatoka huko ulikotoka, ilifika sehemu ikasitishwa, ikafika sehemu hatuhitaji. Sasa kuna mikataba waliweka, nadhani ndio inaonesha deni hili. Sasa deni lipo, deni ni halali au sio halali? TANESCO na mtu wake walioweka na mkataba wana cha kusema, kwa sababu naamini kabisa TANESCO yeye anadai hizo charge, na inaamini kwamba TANESCO ana nafasi ya kueleza sasa ili deni linafanywa nini. Na nafikiri ni wakati wataalamu wapo pale, ni wakati wa kulifafanua vizuri na kuachana nalo, kwa sababu linapoonekana kwenye vitabu kila wakati halileti picha nzuri. Kwa hiyo deni la TANESCO na IPTL lina mambo mengi huko nyuma. Waliweka aje, walianzaje, waliweka mkataba, alikuwa anawauzia, lakini waliwekana kwamba ni kwa sababu TANESCO ndo peke yake ananunua umeme. Kwamba mimi nakuja kukuuzia umeme, kwa hiyo siku sita kuuzia utanilipa ili nilete mtambo wangu. Kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo hilo nadhani TANESCO ana nafasi nzuri ya kulisemea na kuliweka sawa ili walimalize. Sidhani kama tunawahitaji tena wale watu kwa sasa. TRC na hizi ripoti ni kabla ya kujumlisha mambo ya SGR. Kusikia kampuni kama hii, shirika kama hii na hasara zaidi ya bilioni 224 inatia wasiwasi wote. Ni kweli, inatia wasiwasi, lakini kinachotia mafaraja tu kwamba pamoja, nini kilitakiwa? Tulitaka tupate mashine nzuri, vichwa vinavyofanya kazi sahihi. Vichwa tulivyokuwa nazo mwanzo vilikuwa vina shida, kama alivyosema nani mkaguzi, kwamba kabla ya hii ripoti inaishia tarehe 30, kabla ya hapo walikuwa na vichwa ambavyo havikuwa sawa, vinapata ajali sana. Watu tuliotumia miaka ile tunajua ikwaje. Kwa hiyo wameenda hawana. Kwa hiyo walitaka kufanya mabadiliko au improvement kutoka walipokuwa, na wamefanya. Sasa tunatarajia ripoti ya mwaka 24-25 ituambie sasa kuja kwa SGR na maendeleo yanayofanyika, nini kinafanyika. Na kwa sababu kumekuwa na miradi mikubwa wanajenga, tunatarajia hiyo imechukua hela bila kurudisha. Kwa hiyo lazima ukitengeneza hesabu zako utaonekana nyingi zimeweka, lakini wasiwasi uko pale pale tu kwenye kama ni usimamizi, na hasara ipo, imesababishwa na nini, eneo gani limesababisha. Nadhani ukiyasoma mavitabu yale mengi unaona yalikabidhiwa kwenye meza pale, yako mengi ya kutosha. Sasa ukiingia ndani huko ni vizuri kupata, lakini ni vizuri hatua za makusudi zichukuliwe kuzuia haya kama yanazuirika. CAG anasema kabisa kwamba hizi fedha zimetumika kwenye maboresho. Sasa nyie wataalamu wa hesabu, kwa nini muone hii kama ni hasara? Kwa sababu unaingiza huna yani unawekeza huna unachokipata. Kwa hiyo ukitengeneza hesabu umetoa 10 zimeingia 2. Kwa hiyo ukitengeneza ile mizania kwenye hesabu yako, hapa chini patakuja kuripoti hasara. Lakini je, hii hasara ni kwa sababu uwezo ukaanza biashara leo ukapata faida leo. Kwa hiyo unapowekeza uwekezaji mkubwa, hesabu kwa miaka michache ya mwanzo lazima itaripoti hasara. Lakini hasara ambayo tunaisema sasa iwe inaenda inapungua. Hasara inapozidishwa lazima kuwe kuna maelezo kwa nini na hasara inazidi. Lakini tunaitarajia mwaka wa kwanza utafata hasara la hivi, mwaka wa pili kama umechora graph litakuwa linaenda linashuka mpaka tunapata 0, tunaanza kupata faida. Ndio mahesabu ya biashara yanakuwa vile. Lakini hasara inapokuwa inapanda inataka na maelezo, labda nawekeza sana au kuna jambo tulitarajia hivi lakini imekuwa hivi. Tulitarajia mradi huu utaisha kwa miaka 3,
Sasa umeisha miaka 5, kwa nini? Labda mvua kubwa ilinyesha tukashindwa kuendelea, labda vipuri tulivyokuwa tuna kiwanda kinatusupply hakipo tena. Kwa hiyo kuna maelezo. Kwa hiyo tunatarajia bunge litakapokuwa wanajadili na kuziita hizo kamati au wahusika kwenda kwenye kamati kujibu, wanaweza wakatoa maelezo mazuri na wapewe sasa nini kifanyike katika kutatua jambo lenyewe. Kwa maneno mengine, Dokta, unatuambia kwamba yawezekana kabisa hizi hasara si za moja kwa moja za kishirika, lakini kutokana na kuchukua fedha na kuwekeza ili ziweze tena kuzalisha, ndio maana mwisho wa siku tunaona kama ni hasara. Inawezekana, yote mawili yanawezekana. Yote mawili yanawezekana. Inawezekana ni kwa sababu ya uwekezaji, kwa utaratibu wa hesabu na uwekezaji na utoaji fedha nyingi, kuna ripoti hasara. Lakini kuna uwezekano kuna uzembe pia. Kwa hiyo tusiliache hilo. Kwamba inawezekana kuna mtu mmoja hajafanya sawa. Tunatarajia una kifaa kama ni reli, unatarajia una reli ikienda mara 2 mara 3 tutapata shilingi ngapi, lakini imeenda mara 1, haikwenda mara 3, tumelipa mishahara bure, tumetengeneza, au imeenda mbovu, service kila baada ya kituo. Kwa hiyo tuna gharama kubwa za uendeshaji kuliko kinachorudi. Kwa hiyo nao ni jambo. Kwa hiyo sasa una nafasi nzuri ya kuyasema ukisoma sasa kwamba hasara, kwa sababu kuna tunapotengeneza hesabu kuna ripoti inatolewa, ripoti ya management, wanaeleza kipengele kwa kipengele, hii kwa nini na commitment yao imefanyaje, wana juhudi gani, hivyo. Kwa hiyo ukipata ile kwa urefu unaweza kuwa na nafasi ya kueleza, lakini hasara ikitajwa inakufanya usimame, kama unasoma utulie kidogo kwamba kwa nini. Kwa hiyo na ndio maana hata tunaona matokeo kwenye maeneo mbalimbali, kumeibuka mijadala. Lazima. Lakini huenda mijadala ikapoa baada ya kupata undani wa mambo. Lazima. Mijadala ni lazima, kwa sababu hesabu hizi zinaandaliwa kitaalamu, kwa sababu tunachokiangalia tunaposema hasara lazima watu wapate wasiwasi, na lazima waambiwe ni hela za wananchi. Na uzuri tunashukuru kwa uwazi, kwa sababu hii ripoti haijasomwa chumbani, wamejifungia na kabidhiwa, imesomwa hadharani kwamba fedha yenu ndio hivi inatumika. Kwa hiyo watu kujadili ni haki kabisa. Kwa sababu wanahusika ndio na wanatakiwa kupata maelezo mpaka itakapoenda kwenye bunge mpaka mwisho, naamini watapata maelezo mazuri ya nini kinafanyika na hatua gani sasa za kuyatoa haya, kuzuia hicho kitu. Wakati mashirika hayo yanaonekana yamepata hasara, ikiwemo TTCL ambayo imepata hasara zaidi ya bilioni 27.78. Kwa nini? Wakati hili ni shirika ambalo kwenye eneo la mkongo wa taifa wao ndio wenyewe, na maeneo ya internet watu wengi wanaonekana wanaitegemea zaidi TTCL. Ni kama umemsikiliza vizuri, alisema pesa walioipata ilirudi kwenye mfuko mkuu wa serikali. Sasa TTCL wanaachwa wamekusanya na wana gharama za uendeshaji wa huo. Alafu fedha zile zimekwenda kwenye mfuko mkuu wa serikali. Anasema laiti zisingelipelekwa wangepata faida kidogo. Kwa hiyo ni kweli serikali iligharamia ule mkongo. Sasa haya mashirika kulikoni kuyaacha hivyo kama alivyoshauri, na hata mimi naunga naye kwamba waachiwe zibaki kwenye hesabu za TRA za TTCL ili waweze kukava cost na wasiripoti hasara ambayo ni kama haipo. Ulikusanya shilingi 10 kwenye hesabu zako, katika kutoa hapa matumizi umezitoa zote, umezipeleka huko, lakini huko ulikozipeleka ni umo tu. Kwamba mfuko hapo zikibaki pale TTCL afu zikaenda baadaye kwa utaratibu, na nafikiri wana sababu ya kufanya hivyo, labda wana sababu kwa sababu ya usimamizi, na kwa sababu zilitoka kule, msajili wa hazina ana sababu kwa nini anafanya hivyo. Lakini ushauri wa CAG kwa nilivyomsikiliza, alishauri fedha zile ziachwe huko ili zibaki kwenye hesabu, wakusanye, wabaki, alafu watafika sehemu wakae sawa, maisha yataendelea
yataendelea vyema. Kwa maneno mengine huenda hili fungu lingesalia pale, CAG ile asingesema kulingana alivyosema wamekusanya bilioni 100 ngapi zile, na zile zilizokwenda kule ni kama zinafanana hivi. Kama ukiziangalia anasema wangepata hasara kidogo au wangepata faida kidogo. Kwa mwangani tena wangejikuta wamepata faida, kwa sababu hawa simu za TTCL tunajua hatutumii sana siku hizi hizo za mezani. Zaidi ni internet data, ndo hicho. Sasa una data unawalipa wafanyakazi, unalipa nini, uendeshaji, unachokusanya unapeleka. Sasa hiyo inakuwa haiwi sawa. Lakini sababu zinazofanya wafanye hivyo, na nafikiri kwa ushauri wa mkaguzi mwenyewe wataziangalia wanakwenda. Ripoti ya CAG inaonyesha kwamba NHC, TPDC na TPA wenyewe wamepata faida. Inatoa somo gani kwa wengine ambao wanaonekana bado wanajiendesha kwa hasara? Tumeangalia TRC, tumeangalia TTCL, lakini hata ATCL na yenyewe ukiangalia mashirika ambayo yanaripoti wanafuata faida, ukirudi ripoti kama 5 nyuma huko, utakuta yalikuwa yanapata hasara. Kwa hiyo waliwekeza sana. Kama shirika la nyumba lilifanya kazi kubwa sana, lilijenga nyumba nyingi. Mwanzoni watu waliona kama inakwenda inaharibu hivi, inaanza kuleta anasa, lakini zimekwenda, wameingia, wameanza kupata faida. Sasa hiyo ndio tunaitarajia. Na kama shirika la ndege hatakuwa na ndege. Ndege gharama ya kununua zile ndege ni kubwa, na kuziendesha ni kubwa, na uzoefu probably. Tunatarajia tuone inapata faida. Lakini tusiepuke kwa sababu kwamba usimamizi makini lazima uwepo. Tunatumia ngapi? Kwa sababu kuna wengine wanalalamika kwamba haya mashirika wafanyakazi wake wanajilipa sana, japo sijui kama ni hivyo, lakini lazima kuwe kuna usimamizi pia, usimamizi wa kutosha. Tusitumie fedha isivyostahili. Juhudi la serikali kununua ndege ilikuwa ni maamuzi magumu, kuzinunua ndege tunazo. Sasa huduma inavyotolewa na kuwafanya watu wavutie, kwa sababu tuna shirika hilo moja tu hapa ndani, tunatarajia tuzione ndege zinafanya kazi sana. Zifanye kazi kabisa, na washushe bei. Na sijui wanaona kama bei ni kubwa. Usafiri wa ndege unatakiwa ufike sehemu tusiuone anasa. Yani kupanda ndege hiyo huduma tu, kama tunavyoenda Dodoma na SGR, F30 huko Dodoma, F30, F70, anataka hiyo aende na 120,000. Kwa hiyo watu wa Dodoma wanafikiri wanaweza wakaeleza wanavyoenjoy kuhusu SGR. Na kwa hiyo ni kitu kama hicho. Kwa hiyo na haya mashirika mengine yanatakiwa yafanyiwe juhudi za makusudi. Na kama shirika halinaonekana halina sababu, linaweza likafungwa kama inawezekana. Kama alivyoshauri kile ya TANESCO akasema funga, hakuna sababu. Hakuna sababu, tutengeneze, kwa sababu core function ya TANESCO ni kuuza umeme. Sasa ukianza na kutengeneza nguzo, imewashinda sasa. Kazi yenu nyinyi kutengeneza umeme, mambo ya nguzo waachie watu wengine. Kwa ushauri wake, funga hili, rudisha hizo hela, wewe weka makiwango hapa, kagua nguzo zinazokuja, endelea kutengeneza kusupply umeme. Kwa hiyo kwa sababu ya hiyo. Kwa hiyo na mashirika mengine kama yana hivyo ya binafsishwa au yauzwe au yafungwe, kama huduma yake inaweza kuwa ina alternative, kama kuna watu wanaweza wakatoa huduma hiyo, waiangalie kwa vizuri. Hapo Dr. Kwenye hilo eneo TANESCO wamejipa multiple task. Wakati jukumu lao la msingi lipo, na wana majukumu matatu ambayo na yenyewe hayo wanayafanya hivyo kwa kuna nini. Sasa unapojiongezea mzigo kama huo wa shirika kujipa kazi tofauti, na inaleta hasara kama hivyo, na hata CAG anasema kwamba hakukuwa na sababu yoyote, hizo nguzo mngeacha tu watu wengine waendelee kuzifanyia kazi. Hii inatoa somo gani kwa mashirika mengine ambayo na wenyewe wakati mwingine amekuwa yakitamani kujiongezea majukumu wakati ambayo bado hajasimama vyema? Ni sawa. Tunasema core function, kazi yako mahususi ya msingi ni nini? Fanya hiyo. Kama kazi yako mahususi
ni kuhudumia, ni wewe una hospitali hudumia, jikite hapo. Kama kuna taarifa habari tumeona Muhimbili wanajikita humo. Sasa Muhimbili akianza tena sijui kujenga majengo, sio sawa. Fanya hapo, alafu hivyo vingine waachie wengine wafanye, tutaenda vizuri kabisa. Watu wanasema wewe fanya cha kwako cha msingi, alafu vile vingine mfano sasa useme TRC sasa waanze kutengeneza, watafute kiwanda cha kutengeneza mabehewa, kitawashinda tu. Kwa sababu wewe kazi yako ni kusafirisha. Nunua behewa, safirisha. TANESCO nunua, wewe zalisha. Tena wana kazi nyingi, wanazalisha, wanasambaza na wanakusanya fedha. Hizo tatu tu bado zinawapa ugumu. Kwa hiyo tunawatarajia wafanye za kwao, alafu hizi zingine inawezekana nia ilikuwa njema, tuwe na kiwanda chetu tusimamie, lakini sasa unapokuwa na kazi nyingi, CAG anasema miaka 6 sijui 7 kiwanda hakipo, na hawazalishi. Sasa hiyo sio sawa. Na uzuri ushauri kautoa ushauri wake, kwa sababu ana mikono mingi, ana wataalamu wengi, ameangalia akaona hapa ni sahihi kwamba fanya cha kwako cha msingi, utakifanya vizuri zaidi, mengine una outsource. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi. Yeah. Deni la taifa na yenyewe limeongezeka kutoka trilioni 82.25 mpaka 97.35. Na tunakumbuka wakati wa makisio ya bajeti ijayo, waziri alisema kwamba hii yote imesababishwa na miradi ambayo nchi inaendelea kuifanya, na mingi inaonekana ipo katika hatua za mwisho, huku CAG naye akituambia kwamba deni lenyewe bado himilivu, ikiwa ni ongezeko la trilioni kama 15.1 hivi. Inatupa hofu hii kokote. Kwanza haitupi hofu kwa sababu tunaambiwa deni ni himilivu. Ni sawa tu hata maisha yetu ya kawaida. Watu wanasema kama huna madeni basi wewe maendeleo kidogo yatakupita. Lakini na kama unakuwa na madeni jambo moja, lakini kukopesheka ni jambo la pili. Kwa sababu kama huna sifa hukopesheki, utagonga kila chumba hupati chochote. Lakini kama wanatukopesha mabwana, tuna sifa na bado tunahimili. Kwa hiyo deni la taifa linakuwa, wananchi kupata wasiwasi kidogo si mbaya, kwa sababu tunakopa. Lakini wasiwasi unatupa picha gani? Wasiwasi unatuambia tufanye kazi kwa juhudi, tukusanye sana, tulipe deni la watu. Kwa sababu wanasema kukopa sio shida kulipa. Kwa hiyo lakini na miradi ndio imechangia. Kwa hiyo kama tunakopa na tunafanya miradi mikubwa tunaiona, tunaridhika. Kwanza ukiangalia miradi mikubwa ile ambayo Mheshimiwa Rais alivyokuja ameiendeleza, iliyokuwa ya mtangulizi wake, kuna baadhi inamalizika na inaleta matumaini. Bwawa la umeme tunaambiwa linaleta hiyo, na sasa umeme ukikatika unaambiwa labda ni nguzo sio nini hiyo. Hatujasikia kwamba tuna upungufu. Miradi hiyo ya SGR si swala la kuambiwa, tunaliona. Sasa kazi inayotakiwa ni tuzalishe, tukusanye. Wamesema pato la wakusanyo wa kodi wamekusanya wakalipa kama wakachangia kama 50 na ngapi ya pato la taifa. Tukusanye sana, tulipe tuweze kulilipa. Kwa hiyo wasiwasi unaotangazwa na wananchi inawezekana si kwa nia mbaya, lakini kuonesha tu kwamba linakuwa kubwa hili. Tuzalishe basi na sisi tuweze tulilipe. Kwa hiyo linakuwa, lakini linakuwa kwa sababu kama tumeleta mindege ile, tumeleta hiyo na ina miradi inaanza kujibu. Utaangalia mfano Dar es Salaam saizi katikati kule pamevurugwa kama pameharibiwa hivi. Unaweza kusema lakini BRT tunatarajia ikiisha ile zitakwenda zile, kwa hiyo watu watawahi kazini na watu watafanya kazi, kuliko ni kuacha unakaa barabarani masaa 3 unapoteza muda, fedha nyingi inapotea na muda unaenda. Kwa hiyo tunaamini kwamba litaenda vizuri. Wasiwasi uwepo sio mbaya, lakini tunaahidiwa kwamba liko himilivu na miradi inakwenda vizuri. Maneno kwake Deogratias Dafi hayo. Ni mtaalamu wa masuala ya uchumi ambaye tumekuwa naye kwenye Uchanganuzi leo, tukitupia kwa dondoo tu ripoti ambayo imewasilishwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG,
Ikulu Dar es Salaam leo mbele ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ikionyesha baadhi ya mambo ambayo kuna maeneo ambayo kuna hatua zimepigwa, na hata rais mwenyewe ameonekana kufarijika akisema anataka kuona mambo ya kiutendaji namna ambavyo yamekwenda vyema yaendelee zaidi, na akaahidi kwamba atakaa kusikiliza bunge namna ambavyo itakuwa wakichangia kwenye eneo hili na ripoti yenyewe ya CAG ambayo itakabidhiwa pia bungeni, na baada ya hapo itakuwa huru sasa kuweza kuchambuliwa na hata umma nao utaweza kupata kwa kinaga ubaga kile ambacho CAG amekiona kwenye maeneo mbalimbali. Nikushukuru sana Dokta. Asante sana. Naam, na kwa nukta hiyo nafikia tamati ya Uchanganuzi. Mimi naitwa Nurdin Selemani. Nikutakie tu kila la kheri. Panapo majaliwa tukutane tena Jumatatu katika kipindi kingine cha Uchanganuzi. Usiku mwema.